Rais wa China Bwana Xi Jinping amekataa mwaliko wa Umoja wa Ulaya katika kikao cha kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya pamoja na Uchina. Rais huyo wa China amekataa mwaliko huo kwa kuhudhuria kikao kilichopangwa kufanyika mjini Brussels katika kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi yake na Umoja huo wa Ulaya EU. Hivi karibuni China ilikosoa vikali taarifa iliyotolewa na baadhi ya nchi za Ulaya zinazounda kundi la G7 kuhusiana na Taiwan. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaitakidi kuwa msimamo wa Rais Xi Jinping wa China wa kukataa mwaliko wa Ulaya unahusiana na kutofurahishwa na Beijing na taarifa hiyo iliyotolewa na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Ubalozi wa China mjini Ottawa, Canada, mahala kilichofanyika kikao cha wanachama wa G7, umejibu taarifa ya pamoja ya mawaziri wa mambo ya nje wa kundi hilo ukisema eneo la Asia Pacific ni uga wa kuleta amani na maendeleo, si ubao wa mashindano. Beijing imesisitiza pia kwamba Taiwan ni sehemu isiyoweza kutenganishwa na ardhi ya bara ya China na kwamba suala la kisiwa hicho ni kadhia ya ndani ya Beijing na ufunguo wa kudumisha amani na utulivu katika mlango bahari wa Taiwan ni kufungamana na kanuni ya China moja na kuwapinga kikamilifu wanaotaka kujitenga na Taiwan, na kwa hiyo ushiriki wowote wa kisiwa hicho katika mashirika ya kimataifa lazima uendane na kanuni ya China moja. Taarifa hiyo ya ubalozi wa China mjini Ottawa imeongeza kuwa Beijing itatetea uthabiti wa mamlaka yake ya utawala wa eneo lake la ardhi na haki zake na maslahi yake ya baharini, na inalaani hatua zenye madhara za G7 dhidi ya mamlaka ya utawala wa China. Kundi la G7 linalojumuisha Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uingereza, Marekani, Canada na Japan limeunga mkono kushiriki kwa Taiwan katika mashirika na taasisi za kimataifa katika mkutano wao wa hivi karibuni uliofanyika nchini Canada. Hata hivyo, nchi za Umoja wa Ulaya ambazo zimetengwa na Marekani ziliamua kuungana na Uchina kwa ajili ya kupambana na Marekani, lakini wakati huu inaonekana China haipo tayari tena kushirikiana na nchi hizi za Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wa uchumi wanasema kwamba hii ni hatari kubwa kwa mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya, kwa maana wakati huu yatakuwa yakipigana vita vikubwa sana vya kiuchumi kati ya Marekani, lakini pia Uchina na hata kwa upande wa Urusi, moja kati ya mataifa makubwa duniani. Kadhalika, baadhi ya wachambuzi wanaenda mbali zaidi kusema kwamba ikiwa mataifa haya yanahitaji kujijenga kiuchumi na kuimarisha uchumi wao, wanapaswa kuunganisha nguvu moja baina yao na kutotegemea mataifa haya makubwa ambayo kwa namna moja ama nyingine China na Marekani zimekuwa na msaada mkubwa kwa mataifa hayo, lakini mataifa hayo kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo yanaweza yakaungana pamoja na kushirikiana. Lakini inatajwa kwamba mataifa hayo hayana imani kwamba yanajiweza na yanaweza kuhakikisha yanajimudu katika swala zima la ulinzi, hasa katika upande wa ulinzi wa kiuchumi, lakini pia na ulinzi wa mataifa yao, hususan wakati huu wakidhani kwamba huenda Urusi ikafanya shambulizi kwa taifa lolote katika mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo pia nayo ni sehemu ya Umoja wa NATO, na hivyo kuipoteza Marekani ni kukosa mhimili muhimu katika mapambano. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.